Je, upi ni uwekezaji bora zaidi kati ya uwekezaji kwenye hisa na uwekezaji kwenye hati fungani? Una milioni moja au una milioni 10 au una milioni 100, je, uwekeze wapi? Leo nitaenda kukupa tofauti ya kuwekeza katika hisa au kuwekeza katika hati fungani. Je, anayewekeza katika hisa anapata faida gani ambayo aliyewekeza kwenye hati fungani haipati? Au aliyewekeza katika hati fungani anapata faida gani ambayo aliyewekeza kwenye hisa haipati? Nitaenda kukushauri leo, kama una milioni moja au una milioni 10 haujui iwekeze wapi, nitaenda kukushauri ni sehemu ipi inaweza ikawa ni sehemu nzuri zaidi kuwekeza kwako wewe, ambayo inaweza ikakupa kipato cha uhakika au inaweza ikakupa utajiri. Nisikilize kwa makini sana. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Nimeandika vitabu vikubwa 4. Kitabu cha kwanza kinaitwa Kanuni 20 za Fedha, kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi, na kitabu cha pili kinaitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri. Karibu sana katika YouTube channel yangu. Kama ndio mara ya kwanza, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Na unapo subscribe unanitia moyo kuona kwamba watu mnapenda ninachokifanya na kinawasaidia. Kwa make sure una subscribe. Katika channel yangu ninatembelewa na watu zaidi ya 500 kila mwezi, lakini walio subscribe ni wachache. Tafadhali subscribe ili uwe unapata taarifa na unitie moyo niweze kukutengenezea masomo kama haya. Somo la leo ni je, upi ni uwekezaji bora zaidi kati ya uwekezaji kwenye hisa na uwekezaji kwenye hati fungani hasa za serikali? Ndio tutazijadili katika siku ya leo. Moja kwa moja nianze na nini maana ya hisa. Inawezekana leo unatazama, hujawahi kutazama video zangu ambazo zinahusu hisa peke yake au zinahusu hati fungani. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unaposikia mtu anamiliki hisa ya kampuni fulani, ujue na yeye ni mmoja wa wamiliki wa kampuni hiyo, ambazo hizi kampuni bwana zina sehemu ambako zinauzwa, ambako linaitwa soko la hisa la Dar es Salaam, ambapo kuna kampuni nyingi. Unaweza kununua umiliki wa kampuni ya NMB, unaweza kununua umiliki wa kampuni ya CRDB, unaweza kununua umiliki wa kampuni kama ya TBL, TCC au Swissport na kampuni zingine. Kwa hiyo hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unapoona mtu anamiliki hisa, anamiliki sehemu ndogo ya biashara hiyo au sehemu ndogo ya kampuni hiyo. Kwa hiyo utapata faida kama kampuni itapata faida, utapata hasara kama kampuni itapata hasara. Na kwenye hisa tunapata hela kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni capital gain, pale ambapo ulinunua hisa kwa bei ndogo, imepanda imekuwa bei kubwa, ambapo kiuzo unapata faida. Kwa hiyo tunaita capital gain au capital appreciation. Namna ya pili ya kupata fedha kwenye hisa ni kupitia gawio. Kampuni ikipata faida mwisho wa mwaka, inatenga sehemu ya faida yake inagaia wawekezaji wake. Hata kama una hisa 10, unaweza kupewa sehemu ya gawio la kutokana na hisa unazozimiliki. Sisi tumeelewana, hiyo ndo maana ya hisa. Tuje kwenye hati fungani. Hati fungani ni kitendo au ni uwekezaji ambapo wewe unaikopesha serikali au taasisi fulani, ambayo hiyo serikali inakuwa inakulipa kwa riba na mwisho inakurudishia pesa yako yote uliyoiwekeza kupitia coupon rate. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kwenye hati fungani bwana, tunaikopesha serikali. Sasa hati fungani ziko za aina mbili. Kuna hati fungani za makampuni zinaitwa corporate bond, zimewahi kutoka kama Samia Infrastructure Bond, Kijani Bond, na pia hizi zinatolewa na makampuni, sawa, ambazo kidogo zenyewe zina riski kidogo ukilinganisha na hati fungani za serikali ambazo zinatolewa na BOT kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo BOT huwa anazitoa, yani Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hati fungani ni kwamba wewe unaikopesha taasisi au serikali, serikali inakuwa inakulipa kwa mfumo wa riba kupitia coupon rate, alafu mwishoni inakurudishia ile pesa ambayo umeiwekeza. Kwa hiyo hati fungani ni kwamba unaikopesha serikali au taasisi. Ukikopesha taasisi inakuwa ina maana inaitwa corporate bond, hati fungani ya makampuni. Ukikopesha serikali inaitwa government bond. Kwa hati fungani ni kukopesha, wewe unayemkopesha anakuwa anakulipa riba kwa coupon rate. Kila baada ya miezi 6 unaingiziwa ile riba. Sawa Alafu kwenye hisa ni kwamba unamiliki sehemu ya kampuni. Kampuni inapopata faida na kugaia sehemu ya faida, na kampuni ikiendelea kufanya vizuri, na maana bei ya ile hisa au kipande chake cha umiliki inakuwa kinapanda kila muda. Sisi tumeelewana Kwa tumeanza na nini maana ya hisa na nini maana ya hati fungani. Sasa twende tukaziangazie aina hizi mbili za uwekezaji. Una milioni moja au na milioni 10, je, uwekeze wapi? Uwekeze kwenye hisa au uwekeze kwenye hati fungani? Aina zote hizi za uwekezaji ni bora na ni nzuri sana, ila itategemeana na mambo mbalimbali kuhusu wewe, ndio nikwambie uwekeze kwenye hisa au uwekeze kwenye hati fungani. Kwa hiyo nisikilize kwa makini kwa sababu itakusaidia. Tuanze kufanya comparison kwenye riski, kwenye hatari. Hisa ina hatari zaidi, ina riski zaidi ukilinganisha na hati fungani. Hati fungani tunasema ni haina riski. Kwa lugha nyingine tunasema ni relatively risk free.
Na kama utawekeza kwenye hatifungani za serikali, ndio hizo hazina riski kabisa. Hatifungani za makampuni riski yake ni ndogo. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo hisa unaweza ukawekeza leo milioni moja, baada ya mwaka badala ile milioni moja yako kupanda inaweza ikashuka. Ndio maana tunasema na riski. Unaweza kuwekeza milioni 100 leo, baada ya miezi mitatu sita ile milioni 100 yako ikashuka ikawa milioni 70, ikawa milioni 60, hiyo inawezekana. Lakini kwenye uchumi tunasema usiogope hatari, kwa sababu the higher the risk, the higher the rewards, the potential return. The higher the risk, the higher the potential return. Unapowekeza sehemu ambako kuna riski kubwa, pia faida ni kubwa. Kwa hiyo comparison ya kwanza kati ya hisa na hatifungani ni kwamba kwenye riski, hisa zina hatari zaidi, hatifungani hazina hatari. Kwa kama unaogopa hatari, unaweza ukaachana na hisa. Kama wewe ni mwoga sana wa hatari. Lakini kama ni kijana unahitaji kuogopa kuwekeza kwenye hatari. Kwa comparison ya kwanza iko kwenye riski. Kwa hatifungani hatari ni ndogo sana, na kama utawekeza kwenye hatifungani za serikali, tunasema ni hazina hatari kabisa. Kwa nini? Kwa sababu serikali haiwezi kushindwa kuwalipa wanaowadai. Kwa nini? Kwa sababu serikali ina vyanzo vingi vya mapato. Inapata mapato kupitia TRA, inapata mapato kupitia direct tax, watu wanakata kwenye mishahara, inapata mapato kupitia watalii, Kilimanjaro inaingiza ile mlima Kilimanjaro unaingiza, Mikumi, Serengeti zinaingiza hela nyingi sana. Inapata mapato kupitia World Bank na IMF, inapata mikopo huko, inapata misaada kutoka kwenye nchi rafiki. Kwa hiyo serikali haiwezi kushindwa kukulipa wewe hela unaoidai. Ndio maana tunasema huu ni uwekezaji salama zaidi, hasa kama utawekeza kwenye hatifungani za serikali. Nimekwambia hatifungani ziko za aina hizo mbili, corporate bond na government bond. Corporate bond zinatolewa na makampuni kama CRDB imewahi kutoa hatifungani za kampuni, NMB imewahi kutoa. Sasa unapowekeza kwenye hatifungani za serikali ambazo zinaitwa government bond, zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania, BOT, hizo ndo ziko salama zaidi. Kwa kama unataka usalama zaidi, wekeza kwenye hatifungani za Benki Kuu. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Ambazo na zenyewe ziko za aina mbili zinazotolewa na Benki Kuu au hatifungani za serikali. Kuna za muda mfupi na za muda mrefu. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Comparison ya pili, ulinganisho wa pili kati ya hisa na hatifungani upo katika return au faida. Hisa ina faida kubwa sana, hatifungani ina faida ya wastani. Pointi ya kwanza, hisa imeshinda. Kwenye pointi ya kwanza, hatifungani imeshinda kwa sababu kwenye risk hatifungani haina riski, hisa ina riski. Kwenye pointi ya pili ni faida, potential return. Hisa ina higher potential return wakati hatifungani ina average return. Sisi tumeona mpaka hapo. Mtu anayewekeza, kwa mfano tuchukulie mfano, ukiwa na milioni 100, ukiwekeza kwenye hisa utapata faida kubwa zaidi baada ya mwaka kuliko ukiwa uchukue milioni 100 ukiwekeza kwenye hatifungani. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Naomba nikupe hesabu za moja kwa moja. Nikupe mfano. Hisa hatifungani, ukiwekeza kwenye hatifungani ya serikali ya muda mrefu, unaweza kupata riba ya hadi 15% kwa mwaka, na riba inaweza ikashuka pia. Kwa hiyo riba ni 15% kwa mwaka. Kwa waliowekeza milioni 10, 15% ya milioni 10 inakuwa milioni ngapi? Inakuwa milioni 1.5 laki. Kwa hiyo ukiwekeza milioni 10 kwenye hatifungani za serikali za muda mrefu, ukapata rate ya coupon rate ya 15%, ina maana wewe kila mwaka utakuwa unapewa milioni 1.5 kama faida yako. Alafu ile milioni 10 yako bado ipo. Hiyo ni kwenye hatifungani. Sasa kwenye hisa unapata zaidi. Hisa inaweza ikatoa return ya hadi 200% kwa mwaka. Inaweza kani 100% kwa mwaka, 200%, na kuna kampuni katika soko la hisa la Dar es Salaam imepata return ya 800% kwa mwaka huu mmoja. Ngoja tuanze hapa. Kama ungeweka milioni 10, ile ile ulioweka kwenye hatifungani ambayo ulipewa 15% ambayo tumesema kwa mwaka, ina maana 15% ya milioni 10 inakuwa milioni 1.5 laki. Hiyo milioni 10 yako kama ungewekeza kwenye hisa, ukatafuta kampuni sahihi ya kuwekeza. Kwenye hisa issue ni kutafuta kampuni sahihi ya kuwekeza, kujua kampuni sahihi ya kuwekeza. Kama una milioni 10 ukiwekeza katika hisa katika kampuni sahihi, unaweza kupata return mpaka ya 200% kwa mwaka, ambapo 200% ya milioni 10 ni milioni 20. Kwa aliyewekeza kwenye hisa milioni 10, alafu akawekeza kwenye hatifungani milioni 10. Kwenye hatifungani milioni 10 atakuwa na milioni 11.5 laki. Kwenye hisa milioni 10 anaweza akapata milioni 30 ndani ya mwaka huu mmoja. Tunasema the higher the risk, the higher the potential return. Unapowekeza sehemu ambako zina hatari zaidi, ndipo ambapo na wewe unapata fursa ya kupata hela zaidi. Kwa hisa watu wanaogopa, lakini hisa ina faida kubwa my friend. Ndio wanasema wewe kama ni kijana usiogope kabisa kuwekeza kwenye hisa. Sasa hapo mimi nimekupa mfano wa hisa ikikupa potential return ya 200%. Lakini katika soko la hisa la Dar es Salaam kuna kampuni imefanya vizuri sana
kiasi cha kupata return ya 800% kwa mwaka. 800% kwa mwaka ina maana gani? Tuchukue milioni 10. Kama mtu angekuwa amewekeza kwenye hiyo kampuni iliyotoa return ya 800%, milioni 10 mara milioni 10 mara 800% ambayo inakuja kuwa ni milioni 80. Milioni 80. Unaweka milioni 10 unapata milioni 80. Ila sio kwa ninukuu vibaya. Hii ni potential return. Maana ya potential return, unaweza ukaipata kama ninavyoisemea hapa, au inaweza ikawa chini ya ninayoisemea hapa, na au pia inaweza ikawa ni hasara. Kwa kwenye hisa nisije nikakuonyesha hapo kaona yani naweka milioni 10 baada ya mwaka nakuwa na milioni 80. Ngoja nikimbilie kwenye hisa. Kwa kadri ambavyo hisa inavutia kwa faida, ndivyo ambavyo na yenyewe ina hatari. The higher the risk, the higher the return. The higher the return, the higher the risk. The vice versa is true. Kwa hiyo kama unataka kupata faida kubwa, nenda kwenye hisa. Hisa ina faida. Unaweza kupata faida hadi ya 100% kwa mwaka. Unawekeza milioni 100, baada ya mwaka na milioni 200 kwenye hisa, kama utachagua kampuni sahihi ya kuwekeza. Haya, tuje kwenye comparison ya tatu. Ya kwanza nilikwambia kwenye riski, hisa ina hatari zaidi kuliko hatifungani. Hatifungani haina hatari, ni relatively risk free, kwa sababu serikali haiwezi kushindwa kukurudishia wewe hela. Kwenye hisa kuna hatari, kwa sababu unaweza kuweka milioni 10 leo, baada ya mwaka ikawa milioni 8, badala ya kupanda na kupungua. Unaweza kuweka milioni 100 leo, baada ya miaka miwili milioni 100 yako ikawa milioni 80, milioni 50. Comparison ya pili ilikuwa kwenye faida, nikasema hisa ina faida zaidi. Unaweza kupata hadi 200% kwa mwaka. Umeweka milioni 100 unapata faida milioni 200, kwa jumla na milioni 300. Kwenye hatifungani faida yake ni ya wastani, though ni competitive, ambapo unaweka milioni 100 unapata milioni 15 kwa mwaka, lakini ni ya uhakika, haibadiliki. Comparison ya tatu ni income au kipato. Hisa haina kipato cha uhakika. Unapowekeza kwenye hisa lazima uelewe kwamba haina kipato cha uhakika. Usifikiri kwamba kila mwaka hisa itakuwa inapanda tu, hapana. Mwaka huu hisa inaweza ikapanda, mwaka unaofuata ikapanda, mwaka unaofuata ikashuka, inaofuata tena ikashuka, inaofuata tena ikashuka zaidi, inaofuata ikapanda. Ndio maana tunasema hakuna kipato cha uhakika. Si tumeelewana? Hii ni tofauti na kwenye hatifungani. Kwa hiyo pointi ya tatu inashinda hatifungani. Kwenye hatifungani kuna kipato cha uhakika. Ukiambiwa hii hatifungani umeinunua labda ya miaka 20. Hatifungani huwa inatolewa katika miaka tofauti. Wewe unachagua unaikopesha serikali katika kipindi cha miaka mingapi. Unaweza kusema mimi na milioni 10 bwana, nataka nikopeshe kwa serikali kwa miaka 2. Uwe hatifungani ya serikali, ukitaka upate faida kubwa kwenye hatifungani za serikali, uwekeza kwa hatifungani ya serikali ya muda mrefu, ndio utapata ile interest nzuri, coupon rate nzuri kubwa zaidi. Kwa hiyo kama una hela unapotaka kuikopesha serikali, unaweza ukachagua ukopesha kwa miaka 2, miaka 5, miaka 10. Hatifungani ya serikali ya muda mrefu inatolewa kwa miaka 10, 15, 20, 25. Sisi tumeona mpaka hapo. Sasa hapa ndo tunasema hatifungani ya serikali ina faida ya uhakika, ina kipato cha uhakika. Kipato chake kinaweza kisiwe kikubwa sana, lakini ni cha uhakika. Kuna mwingine anataka mimi nataka bwana kipato cha uhakika. Nimelipa mafao yangu milioni 100 na nataka niwekeze sehemu ambayo itakuwa inanipa hela kila mwaka ya uhakika. Hata kama itakuwa ni ya wastani, sio faida kubwa, lakini nataka uhakika. Kwa kama wewe ni mmoja wa watu wa kundi hili, njoo uwekeze kwenye hatifungani. Hatifungani ina kipato cha uhakika, hisa haina kipato cha uhakika. Sisi tumeelewana, hiyo ni comparison ya tatu. Ya nne ni volatility. Hisa inakupanda na kushuka. Hatifungani faida yake inaeleweka miaka. Ukichukua hatifungani ya miaka 15 inaeleweka kabisa. Hii ni miaka 15 nitapewa coupon rate ya 14% kila mwaka. Itakuwa hivyo kwa miaka yote uliyowekeza. Lakini kwenye hisa, leo hisa moja inaweza kama 1,000, kesho ikawa 800, kesho ikapanda 1,000, kesho kuta ikawa 1,200, ikaenda mtondogoo ikaenda 1,400. Kwa hisa inaenda hivi. Grafu yake inakuwa inaenda hivi. Lakini hatifungani grafu yake iko hivi. Yaani iko hivi. Ukiwekeza labda milioni 1 kwa miaka 10, coupon rate ni 12%, itakuwa ni 12% kwenye miaka yote hiyo. Kwa kama ni 12 na maana tafuta 1% hapo. Sio tumeona. Kwa hiyo hatifungani ina kipato cha uhakika, hisa haina kipato cha uhakika. Lakini hatifungani inabadilika bei. Bei ya hisa hisa inabadilika bei. Hatifungani haibadiliki. Ukipewa coupon rate ya 12% itakuwa 12 kwa miaka yote uliyowekeza. Kama nilivyokuambia kwenye hatifungani unachagua uikopeshe serikali kwa miaka mingapi, kwa muda gani. Hicho ndo kipindi chako cha uwekezaji. Ukikopesha serikali kwa miaka 5 ina maana umewekeza kwenye hatifungani kwa miaka 5. Mwingine anaweza kusema sasa yani ili nipate faida nzuri inabidi niwekeze kwenye hatifungani ya muda mrefu ya miaka 20, 25. Habari njema ni kwamba unaweza ukauza hatifungani yako
ya miaka 25. Wewe ukakaa nayo miaka 5 ukaiuza kwenye secondary market. Primary market ya hati fungani ni benki kuu, inatolewa na benki kuu. Ukishindwa kuipata kwa benki kuu, unaenda kuitafuta kwenye soko la upili, kwenye soko la hisa la Dar es Salaam DSE. Anaweza nikakuchanganya hapa, primary market, secondary market ni nini? Kuna somo nimeeleza kuhusiana na hati fungani, linaeleza faida za kuwekeza kwenye hati fungani. Utaelewa pia masoko ya awali na soko la upili, kwa sababu kwenye hati fungani mnang'ang'aniana kuikopesha serikali. Kwa serikali huwa inachagua wachache, sio wote. Ikishawachagua wale wachache wakipata faida zao, wakisema mimi nimeridhika bwana, nilitakiwa nipate faida kwa miaka 25 lakini mwaka wa 3 unanitosha, huwa wanaendaga kuiuza hiyo hati fungani yao kwa watu wengine. Hiyo ndio inaitwa secondary market, ambayo inauzwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. So na pia kwa mfano kwenye hati fungani ya sasa hivi zinazoweza kutolewa sasa hivi unakuta zina asilimia, hati fungani ya miaka 25 unakuta labda ni asilimia 14, wakati kuna mtu mwaka jana alinunua hati fungani ya miaka 25 kwa asilimia 15 kwa mwaka. Kwa mtu mwingine anaenda kuinunua ile yenye asilimia kubwa. Hii ndio sababu ya kwa nini watu wanaenda kuzinunua hati fungani kwa watu na sio benki kuu, kwa sababu benki kuu inaweza katoa hati fungani mpya lakini zinakuwa zina asilimia ndogo, yani ile coupon rate inakuwa ni iko chini. Unakuta ni hati fungani ya miaka 25 lakini asilimia 13.5 au 14, wakati nyuma kuna mtu alipewa hati fungani ya miaka hiyo 25 kwa coupon rate ya asilimia 15. Kama nimekuchanganya hapa kwenye mambo ya coupon rate sio nini na nini, karibu kwenye darasa langu la uwekezaji ambalo litakuwepo tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Sijajua unaangalia video hii lini, lakini kama ni mwezi wa mwaka 2026 tarehe 15 ya mwezi wa 5 nitakuwa na darasa ambalo nitakuelekeza kila kitu kuhusiana na hati fungani na kwa nini uwekeze katika hati fungani na kwa nini matajiri wanapenda na wanang'ang'ania kuwekeza katika hati fungani. Kwa darasa hilo litakuelewesha kila kitu ambacho unahitajika kukijua. Hata yale ambayo umeshindwa kuelewa kwenye video hii utakuja kuelewa kwenye hilo darasa. Ni darasa la mtandaoni, popote ulipo Tanzania na duniani unaweza ukashiriki. Ni mtandaoni hilo darasa. Kwa alihitaji uje sehemu fulani. Ni kwa njia ya mtandao, ni la siku 3 na linakuwa ni usiku saa 2 mpaka saa 3:30. Kwa karibu uje ujifunze kuhusiana na uwekezaji huu wanaong'ang'ania matajiri. Haya. Kwa hiyo hapo nimekuelekeza kwenye maeneo manne. La kwanza lilikuwa ni riski, nikakwambia utaki riski nenda kwenye hati fungani. Uogopi riski nenda kwenye hisa. Pili, comparison ilikuwa kwenye upande wa return, nikakwambia unataka faida kubwa nenda kuwekeza kwenye hisa. Unataka kama una faida ya kawaida tu haina shida kwako nenda kwenye hati fungani. Tatu ilikuwa ni kwenye income. Unataka kipato cha uhakika wekeza kwenye hati fungani, kipato cha uhakika. Unataka mimi hata nisipopewa hata cha uhakika lakini faida iwe kubwa nenda kwenye hisa. Sasa nije kwenye pati muhimu ya somo hili. Sasa basi, nani anayefaa kuwekeza katika hisa? Tumeshaangalia hapo kuwekeza katika hati fungani kuna faida gani na kuwekeza katika hisa kuna faida gani. Swali la msingi, una milioni 1. Je, hisa ni sahihi kwako? Una milioni 10. Hisa ni sahihi kwako? Una milioni 100. Hisa ni sehemu nzuri ya kuwekeza au uende tu kwenye hisa? Sasa au uende tu kwenye hati fungani? Sasa hapa tujadili nani anayepaswa kuwekeza kwenye hati fungani. Watu wenye sifa zifuatazo wanapaswa wekeza katika hati fungani. Sifa ya kwanza, kama unataka faida kubwa nenda kwenye hisa. Kwa sababu nimekwambia hisa ni kawaida sana kupata ritani ya 100% kwa mwaka. Kwenye hisa hiyo ni kitu ya kawaida kabisa. Yaani unawekeza milioni 1 baada ya mwaka unakuwa na milioni 2. Kwa faida milioni hiyo 1. Unawekeza milioni 100 baada ya mwaka unakuwa na milioni 200. Yaani uwekezaji wako kwenye hisa ndani ya mwaka mmoja umekuwa kutoka milioni 100 mpaka 200. Umewekeza 500,000 baada ya mwaka inakuwa milioni. Hicho ni kitu cha kawaida. Yaani kwenye hisa unapata potential return ya hadi 100%. Kwenye hisa hiyo inawezekana sana. Kwa kama unataka faida kubwa, uwekezaji wako ukue kwa haraka, nenda kawekeze kwenye hisa. Na nimekwambia kwa mfano, katika kota hii ya kwanza kwenye soko la hisa kuna kampuni imekuwa kwa 800%. Kwa kama kuna kampuni imekuwa kwa 800%, na maana aliyeweka milioni 1 ana shilingi ngapi leo hii? Aliyeweka milioni 1, unaweza kusema mbona hiyo hesabu rahisi? Tukiwa tunawafundisha hapa kupiga hesabu kwa kichwa inakuwa ni changamoto. Aliyeweka milioni 1 kwa 800% ana milioni 8. Kwa hiyo umeona hisa ambavyo inalipa kutoka milioni 1 mpaka milioni 8. Kwa kama unataka faida kubwa nenda kawekeza kwenye hisa my friend. Lakini ikiwa hauogopi pia hatari. Kwa hiyo tunasema the higher the risk the higher the potential return. Ukiwekeza kwenye hatari kubwa, faida kubwa utaiona. Sifa ya pili, yani watu wa pili wanaotakiwa kuwekeza kwenye hisa ni watu ambao hawaogopi hasara. Wana uwezo wa kuvumilia hatari.
Kuna mwingine anasema we mimi sitaki pressure. Wazee hao. Mimi sitaki pressure. Kuna vijana pia hawataki hatari kabisa. Kwa kama na wewe kama unaweza ukavumilia hatari, nenda kwenye hisa. Na mimi ni mmoja ya watu hao. Mimi siogopi bwana. Taweka kwenye hisa. Hata nikipoteza ina shida. Nitajifunza. Lakini kitu kimoja ambacho natakiwa uelewe, kwa kadri unavyowekeza ukiwa na maarifa, ukiwa na elimu, hatari inakuwa ndogo. Sisi tunaelewana? Uwekezaji kwenye hisa unakuwa ni hatari zaidi kama mtu unawekeza ukiwa hujui, hujafanya utafiti, hujawatafuta wataalamu wa kushauri, ndio inakuwa hatari zaidi. Kama unawekeza ukiwa na maarifa, unajitambua, na kama unawekeza kwa malengo ya muda mrefu, hisa sio hatari. Yaani kama unawekeza kwa malengo ya muda mrefu, ulifanya utafiti kabla ya kuwekeza kwenye kampuni, ulitafuta wataalamu wakakushauri, nenda kwenye kampuni hii, basi kwenye hisa hatari ni ndogo sana. Ila kama hauna hatari, unawekeza kwa kurupuka, hujafanya utafiti, hujawatafuta wataalamu waliopo kila siku kwenye soko, wanaoelewa mchakato na mambo yanayoendelea kwenye soko la hisa, wewe kwako hatari utaiona. Sisi tumeelewana Uogopi hatari, unaweza kuvumilia hatari, nenda kawekeza kwenye hisa. Kundi la tatu, kama wewe ni kijana, nenda kawekeze zaidi kwenye hisa. Umri wako chukua 100, toa na umri wako. Jibu unalopata ndo asilimia unayotakiwa uwekeze kwenye miradi ya hatari ikiwemo hisa. Kwa hiyo kama wewe una miaka 30, chukua 100, toa 30. Unapata jibu ngapi? 70. Asilimia 70 ya kipato chako weka kwenye miradi yenye hatari. Yaani hii kanuni nakutaka hivi, chukua 100, toa umri wako. Kwa hiyo kama una umri wa miaka 60, 100 kutoa 60, jibu ni 40. Asilimia 40 ya kipato chako wekeza kwenye hisa, kwenye miradi ya hatari. Kwa umri toa miaka yako, 100 toa miaka yako. Jibu utakalolipata ili ndo asilimia utakayotakiwa uwekeze kwenye miradi ya hatari ikiwemo hisa hata na maeneo mengine. Kundi lingine ni watu ambao kama unawekeza kwa malengo ya muda mrefu, miaka 5, miaka 7, miaka 10, hisa inawezekana ni sehemu nzuri. Hisa kama unawekeza kwa malengo ya muda mfupi, mwaka mmoja, miezi, miaka miwili, inaweza isiwe sehemu nzuri, kwa sababu hisa inaweza inaenda ikaganda. Baada ya miaka 3 ndio ikaendelea tena kukua na ikakua kwa spidi. Kwa kama wewe umewekeza leo milioni 10, alafu unasema naitaka mwakani, unakuta mwakani hisa inashuka. Kutoka milioni 10 unakuta umepoteza, imekuja milioni 8, milioni 7, umepoteza zaidi milioni 3. Lakini ukiacha hiyo hisa yako kwa miaka 3, 4, 5, unaanza kuona tena faida. Kwa hiyo hisa huwa ina mtindo wa kushuka, kupanda, kushuka na kupanda. Ila anayewekeza kwa malengo ya muda mrefu, hiyo hasara haioni. Sisi tumeelewana Na kama kibia ni kipato chako ni kidogo, ni wale watu ambao unapata 50,000, kalaki, 50,000, kalaki, kalaki 2, kalaki 3, kalaki 5, saving yako wewe ni chini ya milioni 2, milioni 1. Hisa inaweza kuwa sehemu nzuri, kwa sababu kwenye hatifungani inahitaji kuanzia uwe na 500,000, hatifungani ya muda mfupi, hatifungani ya muda mrefu inataka uwe una kuanzia milioni 1. Haya, nani anayefaa kuwekeza katika hatifungani? Nani anayepaswa kuwekeza katika hatifungani? Watu wenye sifa zifuatazo wanatakiwa wekeze zaidi katika hatifungani kuliko hisa. Unataka kipato cha uhakika kama mshahara vile. Kipato cha uhakika kama mshahara, wekeza kwenye hatifungani. Hatifungani ndugu yangu, unaweza ukazipanga hivi. Kama una hela yako, unaweza ukazipanga. Mwezi huu kanunua hatifungani ya miaka 25, mwezi ujao kanunua hatifungani nyingine, mwezi ujao kanunua hatifungani nyingine, mwezi ujao kanunua hatifungani nyingine, mpaka ukamaliza miezi, I think ni miezi kama 6. Kwa kinachofanyika ni pale kila baada ya miezi 6 huwa serikali inalipa wawekezaji kwenye hatifungani. Benki Kuu inawaingizia watu hela, zile coupon rate. Kwenye hatifungani nimekwambia unaweza kupata faida ya hadi 14% kwa mwaka mpaka 15 kwa mwaka, 12 kwa mwaka, 10. Inategemeana unawekeza kwenye hatifungani ya muda gani. Ukiona hatifungani unataka kununua ina coupon rate ndogo, unaweza kuwekeza kwenye zile za muda mrefu upate percentage kubwa, ile ya coupon rate kubwa. Otherwise pia unaweza kwenda kuzichukulia kwenye soko la upili. Kuna watu wamepataga rate nzuri sana huko kwenye minada iliyopita, kwa sababu hatifungani huwa zinatolewa kwa mnada. Mnada ni kile kitendo ambacho watu wengi wanataka kuikopesha serikali, kwa serikali inawachagua wachache kupitia umebidi katika at part, discount au at premium. Kwa hiyo inategemeana na wewe uliweka kwa namna gani. Kwa hiyo sasa kama unataka kipato cha uhakika kama mshahara vile, wekeza kwenye hatifungani, kwa sababu hapo kinachofanyika ni kwamba kila baada ya miezi 6 serikali inakuwekea ile hela. Vile vile kama mlivyokubaliana, umewekeza labda hatifungani ya miaka 20 ambapo umepata coupon rate ya 15%, ina maana kama umeweka milioni 1 kila mwaka utapewa faida ya milioni 1.5. Kama umeweka milioni 10, kama umeweka milioni 100 kila mwaka utapewa milioni 15. Na hii milioni 15 inagaiwa kwa miezi 6 mara 2, ambapo unapata milioni 7.5 kila mwaka. Sisi tumeelewana mpaka hapo
Hiyo ndio hatifungani. Umeweka milioni 100, kila mwaka unapewa milioni 15 na serikali kwa miaka yote uliyowekeza. Ni kipato cha uhakika, ambayo hiyo milioni 15 unaipata, ambayo ni 15% coupon rate, inagawanya mara mbili, ambayo unapata milioni 7 na laki 5. Kila baada ya miezi 6 unaingiziwa milioni 7 na laki 5 kwa miaka yote uliyowekeza, aidha ni miaka 10, 15, 20 au 25. Kwa hiyo unataka kipato cha uhakika kama mshahara vile, nenda katika hatifungani. Kundi la pili, unataka usalama na kulinda mtaji wako, nenda kwenye hatifungani. Kuna watu ambao anasema nimepata milioni 100, lakini hii milioni 100 sitaki kabisa kuipoteza. Wale mliopata hela za mafao, hela za kustaafu, nenda huko. Utaki kupoteza mtaji wako kabisa, nenda kawekeza kwenye hatifungani. Hela yako haitapotea, iko salama. Lakini kwenye hisa unaweza kupoteza kama uliwekeza kwa malengo ya muda mfupi sana, au uliwekeza kwa kurupuka bila kuomba ushauri. Lakini pia una pesa nyingi, umepata pesa nyingi kwa mara moja, utaki kuzipoteza pia, nenda kawekeza katika hatifungani. Kuna watu wale ambao wamestaafu, wamepata pesa na mali za urithi, na watu wengine waliolipwa pesa nyingi kwa mara moja. Wale mnafaa kuwekeza katika hatifungani, kwa sababu hatifungani ni uwekezaji unaofaa zaidi, hasa kwa watu wanaopata pesa nyingi kwa mara moja, ambapo wakiwa wanalipwa zile interest kila baada ya miezi 6 wanapewa nani uzao, zinaonekanaga ni kuwa ni hela nzuri sana. Au wale watu wa mafao, mkanunua zile hatifungani zenu mkizipangilia vizuri, mliopata hela za kustaafu, mkizipangilia vizuri zile hatifungani zenu, kila baada ya mwezi unalipwa na serikali bila kufanya kazi. Lakini kitu kingine pia, watu wazima, wazee, wekezeni zaidi kwenye hatifungani kuliko miradi yenye hatari. Kanuni ni hivi, chukua 100, toa umri wako. Jibu unalopata ndo asilimia unaotakiwa uwekeze kwenye miradi ya hatari, hisa, kama nilivyoongea mwanzo. Kwa kama una miaka 80, chukua 100 kutoa 80 unapata 20. Asilimia 20 ya kipato chako weka kwenye miradi ya hatari. Kwa lugha nyingine, umri wako ni asilimia ya uwekezaji wako unaotakiwa kufanya kwenye hatifungani. Umri wako ni asilimia ya uwekezaji unaotakiwa kufanya kwenye hatifungani. Kama una umri wa miaka 80, asilimia 80 ya hela yako iende kwenye hatifungani. Kama una miaka 30, asilimia 30 ya kipato chako kiende kwenye hatifungani, alafu ile 70 ndio iende kwenye hisa au kwenye aina nyingine hizo za uwekezaji. Nadhani tumeelewana mpaka hapo, si ndio Sasa bwana, nina habari njema. Inawezekana hii video isikutoshe kukuelewesha kila kitu kuhusiana na hisa au hatifungani. Nimekuandalia darasa. Tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2026, nimeandaa darasa la siku 4 kwa njia ya mtandao, ambalo darasa hili litakufundisha kila unachohitaji kukijua kuhusiana na uwekezaji kwenye hisa. Kwa hiyo najua unatazama video hii, inawezekana umetazama video hii bado siku chache, au video hii imeshapita muda wake. Tuna darasa ambalo tumeliandaa. Hata kama video hii muda wake imepita, haya masomo tutayarekodi, tutawatumia wale hata ambao mtaangalia video hii labda baada ya miezi 3, 6 au mwaka au miaka. Hii ni course maalum ambayo itakuwa ni beginners guide kwa wale ambao mnataka muanze kuwekeza kwenye hisa kwa mara ya kwanza, hujui chochote kuhusu hisa. Karibuni katika darasa hili. Hata wale ambao mnauelewa, mna ABC kuhusu hisa, karibuni katika darasa la uwekezaji katika hisa, ambapo nitakufundisha kila kitu kuhusiana na uwekezaji katika hisa, ikiwemo jinsi ya kuchagua kampuni bora ya uwekezaji ya kuwekeza ambayo itakupa faida ya uhakika. Nitakufundisha faida 10 za kuwekeza katika hisa. Nitakufundisha mambo ya kuepuka ili usije ukapoteza pesa zako kwenye uwekezaji kwenye hisa, kwa sababu kama nilivyokuambia, uwekezaji kwenye hisa ni uwekezaji hatari. Usipokuwa makini utapoteza pesa zako. Lakini kwenye hisa pia watu wanatengeneza utajiri. Mfano mzuri, hisa moja ya CRDB mwaka 2020 ilikuwa 100 na tu, lakini sasa hivi tunazungumzia ni 2880. Hisa imekuwa kwa kiwango kikubwa, kwa zaidi ya mara 18 nadhani hapo. Kwa kama uliwekeza milioni 1, leo una milioni 18. Kama uliwekeza kwenye hisa za CRDB mfano milioni 1, leo una milioni 18. Aliwekeza milioni 10, leo ana milioni 180. Hisa zina hela sana, lakini sijatoa ushauri wa moja kwa moja nenda ukanunue hisa za CRDB au NMB au kampuni yoyote niliyoisema hapa. Hapana, unabidi kabla hujawekeza katika sehemu yote watafute wataalamu wa kushauri. Kwa karibu katika darasa la uwekezaji, ambapo tarehe 15 ya mwezi wa 4 tuna darasa la mambo ya hisa. Tarehe 15 ya mwezi wa 5 ni darasa lingine la uwekezaji katika hatifungani na uwekezaji wa pamoja, kama umewahi kusikia UTT. Kwa darasa la hatifungani na la UTT lipo tarehe 15 mwezi wa 5. Darasa la hisa lipo tarehe 15 ya mwezi huu wa 4 2026. Kama unatazama video hii muda umeshaenda tayari, wasiliana nasi kwa namba za simu unazoziona kwenye screen. Tutakutumia masomo yaliyopita, na ukisikiliza masomo tutajifunza kwa njia ya maandishi na njia ya sauti na njia ya video. Una excuse na ni online, popote ulipo Tanzania unaweza kujifunza, hata nje ya Tanzania unaweza ukashiriki mafunzo haya kwa gharama ndogo sana. Wasiliana nasi kwa namba hizo kuweza kupata utaratibu zaidi. Kumbuka, tunatengeneza pesa kwa tunachokijua na tunapoteza pesa kwa tusichokijua. Unaweza kujifunza mambo mengi kuhusu fedha na biashara kupitia kitabu changu cha
kanuni 20 za fedha na kitabu changu cha akili ya fedha. Kitabu kimoja 20, akili ya fedha 25, au kitabu changu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara ni shilingi 20,000, nguvu ya kujua ni shilingi 20,000, na kitabu kipya cha akili ya fedha kinachoelezea aina hizi zote za uwekezaji, ikiwemo uwekezaji katika real estate, mali zisizo kuhamishika na aina nyinginezo za uwekezaji, kinaitwa akili ya uwekezaji. Unapotazama video hii, kitabu hiko kitakuwa kimesha toka. Karibu sana bwana, asante sana kwa kunifuatilia. Usiache kusubscribe ili unitie moyo next time nikiona watu wengi mmesubscribe, napata moyo wa kutengeneza masomo mengi zaidi. Ni follow katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Kushiriki mafunzo au kupata vitabu, piga namba unazoziona katika screen hiyo. Asante sana na Mungu akubariki. Hadi wakati mwingine.